Kama ni wasia wa babako utaupiga chini, kama ni mafundisho ya mamako hatutaki. Kuna kauli ya Allah Taala katika surati Zumar, na mrejee katika tafasiri hizo ambazo mtarejea nyinyi kwa hii kauli namna ilivyoshereheshwa. Tamzuiaje bwana kijana? Kwa hiyo nasaa yangu na wanasihi vijana wanafunzi mnaosoma katika markazi ya kupinga jihad, usio ukazuiwa na mtu, msimsikilize bwana huyo mtu wa bid'a. Msikilizeni. Kwa hiyo mtu wa bid'a hawezi kusikilizwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwasikiliza Makureshi. Walimuita akamwambia, njoo bwana ya ibn ammi, ewe mtoto wa ammi. Makureshi hao makufaru. Asha Abu Ismaili sio kafiri, Abu Ismaili Muislamu, utaachaje kumsikiliza wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anawasikia makufaru? Wakamwambia, bana Muhammad bana, sisi tunaona mwaka huu ufanye ibada ya kuabudu kiabudiwa chetu hiki Lata, Uzza na Manata, na sisi mwakani tutaabudu huyo Allah wako. Mtume akawa anawasikiliza. Majibu yakatoka mbinguni, mwongozo. Qul ya ayyuhal kafirun, sema enyi makafiri, mpaka mwisho wa aya. Majibu akawajibu, makafiri nyinyi, msiabudu kile ambacho mnaabudu nyinyi. Lakini si aliwasikiliza? Wakamuita tena washirikina wa Kikureshi, wakaambia Muhammad, kama shida yako ni cheo bana, sisi tutakupa bana, hii dawa yako wache hii. Kama unataka mali tutachanga sisi, kila mtu atatoa ngamia kadiri yako, utakuwa na mali kutuzidi sisi wote watu wa Maka. Na kama shida yako ni kupata binti mzuri wa Kiarabu Mkureshi, kama sisi tutachagua, tutafuta tu mwanamke mzuri wa Kikureshi, alhamdulillah tutakuozesha. Tumeambia wallahi la yani lao likawekwa juu mkono wangu wa kulia, siwezi kuacha kazi ya dawa mpaka imma Uislamu utawale ama mimi niangamie kabisa nikiwa katika kazi ya kufundisha. Sikuja kwa ajili ya mali. Alikuwa anawasikia Mtume sallallahu alaihi wasallam min al-yahudi wan nasara, wakimwijia anawasikiliza. Vipi leo wewe unazuiliwa na mtu kwa maneno tu makavu, hayana dalili katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala? Ndio maana na kunasihi kabla ya kuendelea na hii darasa yetu ambayo inazungumzia hawa makhawarij ni kina nani, na leo tunaingia na kuangalia sehemu ya pili biidhnillah subhanahu wa ta'ala, sehemu ya aslu thani, msingi wa pili wa khawarij. Kwa hiyo na wanasihi vijana, mwe mnawasikia watu, ikiwa nafsi yako haimpendi mtu basi iwe nafsi yako, lakini ukidiriki utakaa, alhamdulillah utapata faida moja au mbili tatu katika mazungumzo yake. Na ukikosa basi unayadiliti tu, unayadiliti, sio lazima ukayasikia. Ziko SMS nyingi mimi natumiwa za wapinga jihad kutoka Dar es Salaam, kutoka Moshi, kutoka huko Pongwe, lakini ikija tu nimesha save jina na delete. Sina haja ya kutazama uchafu wa wapinga kitaa, delete. Kija tu na delete basi. Kwa hiyo na wanasihi hao wenye kukaa na kuzuiliwa wasisikie maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Baada ya hapo Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alladhi arsala rasulahu bil haqqil mubin, wassalatu wassalamu ala rasulihi alladhi tarakana ala mahjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halikun. Wa ba'du. Baada ya kuelezea kwa mukhtasar, tunaingia insha Allah biidhnillah tabaraka wa taala katika muendelezo wa kuwazungumza hawa makhawarij na kutazama hivi kweli mujahidin katika njia ya Allah subhanahu wa taala wanaweza kuwa ni makhawarij au sio makhawarij. Tuliona sifa yao ya kwanza ambayo ndio msingi wao wa kwanza,
nikauelezea kidogo msingi wa kwanza wa makhawarij. Msingi wao wa kwanza ni upi? Annahum yukaffiruna bikabair adh-dhunubi, wao wanawakufurisha watu kwa madhambi makubwa ambayo wanayafanya, allati hiya duna al-kufri wa-shirki, madhambi ambayo hayamtoi mtu katika Uislamu. Wa yukhalliduna ashabaha fi an-nar, na wanawatia katika moto wa jahannam milele, kwamba hawatotolewa watu wao katika moto wa jahannam. Hii ndio moja itikadi ya makhawarij, na huu ni msingi wao wa kwanza. Leo tunaangalia al-aslu thani, msingi wa pili. Msingi wa pili wa makhawarij, ndugu zangu katika iman, al-khawarij yukaffiruna al-ibada, makhawarij wanawakufurisha waja wa Allah subhanahu wa ta'ala bilmutashabah, katika mambo ambayo ni mutashabihati. Khawarij wanawakufurisha Waislam katika mambo ya mutashabaha, kama fi qadhiyati tahkim, kama ilivyokuja kadhia ya masala ya tahkim, masala ya hukumu, inil hukmu illa lillah. Wakati vita imepamba moto ya Siffin baina Ali na Muawiya na masahaba wote wa pande zote mbili radhiyallahu anhum, wote vita imepamba moto, vita ambayo ni harbul fitna, vita ambayo ndani yake kumepita maneno ikapelekea damu za Waislamu zimwagwe kwa wingi. Katika hiyo harbi ya Siffin, Allah Ta'ala kwa kunusuru damu za Waislamu akaleta nusra baina ya Ali na wanajeshi wake walioshiriki kwenye harbi ya Siffin, na Muawiya na wanajeshi wake walioshiriki katika vita ya Siffin. Hapo katikati ikaja nusra, wahukumiane waache vita kwa kutumia kitabu cha Allah Ta'ala, qadhiyatu tahkim.